Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema katika taarifa yake kuwa ingawa Tehran ilikuwa inafahamu kuhusu nia ya Marekani na Israeli kutekeleza mashambulizi hayo, iliendelea kushiriki mazungumzo ya kidiplomasia bila kujali hali hiyo. Taarifa hiyo ilikiri kuwa mashambulizi hayo yalifanyika wakati ambapo Iran na Marekani zilikuwa katika mchakato wa kidiplomasia. Duru ya tatu ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia kati ya Iran na Marekani ilifanyika siku mbili zilizopita, Februari 26 mjini Geneva bila kufikia mafanikio yoyote. Tangu mwezi Mei mwaka jana, Iran na Marekani zimefanya pia duru 5 za mazungumzo bila mafanikio. Duru ya 6 iliyokuwa imepangwa kufanyika Juni mwaka 2025 ilisitishwa baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya maeneo ya Iran, jambo lililosababisha mzozo wa siku 12 ambapo Marekani ilishambulia vituo vitatu vya nyuklia ndani ya Iran. Wakati hayo yakichomoza, milipuko na ving'ora vya mashambulizi ya anga vimesikika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Wizara ya Ulinzi ya Qatar ilisema imefanikiwa kukabiliana na mashambulizi kadhaa yaliyolenga eneo la nchi hiyo, kulingana na vyombo vya habari vya serikali. Ofisa mmoja wa Qatar ameliambia shirika la habari la AFP kwamba betri ya Patriot iliyotengenezwa Marekani ilinasa kombora la Iran. Qatar ni mwenyeji wa kambi ya kijeshi ya Al Udeid, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.